Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi rasulillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumillah. Amma ba'd, hakika tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo hii tarehe 8 mwezi wa 8 siku ya Jumamosi, tulikuwa na mkutano wa uchaguzi wa BAKWATA wilaya ya Kilwa. Sisi tumechelewa kidogo kutokana na majukumu mbalimbali, lakini baada ya mkutano tuliomba rasmi kupitia serikali tuje kutembelea bandari yetu hii ya uvuvi ambayo rais wetu, kiongozi wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametuheshimisha sisi watu wa Kilwa kwa kufanya uwekezaji huu mkubwa katika ukanda wetu huu wa Afrika. Hakika huu ni uwekezaji mkubwa wa bandari ya uvuvi katika mji wetu huu wa Kilwa. Kwa kama baraza BAKWATA wilaya ya Kilwa tumeona hapana, twende tukalione jengo hili na sisi tujiridhishe kile ambacho kimefanyika katika eneo letu hili la Kilwa. Lakini pia kwa sababu mkutano wetu unakusanya wajumbe kutoka wilaya nzima, ili na wao watu wa vijijini waone, wasije wakaambiwa tu maneno na watu ambao sio sahihi, wajionee kile ambacho kinafanyika, alafu kisha waende wakakitolee ushahidi katika sehemu zetu huko vijijini kwamba huyu mama amefanya uwekezaji mkubwa katika mji wetu huu wa Kilwa. Karibuni bilioni 260 zimetumika hapa kwa ajili ya kujenga bandari hii ya uvuvi, bandari ambayo ukanda wetu huu wa Afrika watu watakuja kujifunza, kwa sababu hakuna bandari nyingine katika ukanda wetu huu ya uvuvi isipokuwa ni bandari hii ipo Kilwa. Na hakika mama amefanya vizuri kuiweka Kilwa, kwa sababu Kilwa asili yake ni maendeleo. Kilwa ni mji ambao wenye asili kubwa ya maendeleo. Kilwa ilianza kufanya maendeleo wakati huo tunaambiwa kihistoria katika karne ya 9 Kilwa ndio imeanza maendeleo hapa kufanyika. Karne ya 9 Kilwa imeanza kufanya maendeleo sawa, lakini katika mwaka 200 hijiria Kilwa tayari ishapiga hatua kimaendeleo, na baadhi ya masahaba waliotumwa na mtume walikuja katika miji yetu hii ya Kilwa kuja kuwekeza mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu. Soma historia utakuta kwamba karne ya 9 Uislamu hapa Kilwa upo, lakini Kilwa katika karne ya 9 na kuendelea mpaka karne ya 11, soma katika kitabu As-Salwa fi Akhbari Kilwa, utakuta kwamba Kilwa katika karne ya 11 waliingia wa Omani hapa, ndio walikuta tayari Uislamu hapa Kilwa upo. Lakini karne ya 9 Kilwa inatumia fedha yake yenyewe. Kwa hiyo uone kwamba Kilwa ni nchi ambayo ilikuwa inamiliki Tanzania na nchi nyingine za jirani mpaka Mozambiki na baadhi ya nchi nyingine ambazo zinapakana na ukanda wetu huu, lakini Kilwa ndio ilikuwa kitovu cha biashara. Kwa hiyo leo kutuletea bandari ya uvuvi hapa, bandari itakayoweza kuratibu mambo yote ya uvuvi katika mji wetu wa Kilwa, mama ametuheshimisha, na hakika sisi hatuna cha kumlipa isipokuwa ni kumwomba Mungu tu. Tunamuombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitna hizi zinazokuja katika uongozi wake Allah azipeperushe, kama jinsi ambavyo alivyolipeperusha lile jahazi lilokuwa linakuja Kilwa kwa ajili ya kuibomoa Kilwa na likageuka kuwa ni jiwe. Basi na hawa wanaokuja katika kuharibu utawala wake mama huyu, nao Mungu ikiwezekana awageuze kuwa mawe kama yale majahazi yaliyokuja kuvuruga mji wetu wa Kilwa. Kwa mambo haya makubwa mama huyu anayotufanyia, hakika sisi tunamtakia kila la kheri na tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu abariki uongozi wake, uendelee kufanya makubwa zaidi ya haya katika nchi yetu, ili aweze kuiheshimisha nchi wetu ndani ya nchi na kimataifa. Baada ya kusema maneno haya, namtakia kila la kheri, nawatakia kila la kheri wa viongozi wetu wa baraza. Mheshimiwa Mufti namtakia kila la kheri, lakini tunawatakia kila la kheri viongozi ambao tumewachagua leo hii, waende wakaupambanie Uislamu na wakaisaidie jamii kiujumla katika kuleta maendeleo katika dini yetu, lakini kuleta maendeleo katika wilaya yetu.
Nakutakieni kila la kheri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.